Hujambo mtazamaji wa Al-Fatah TV online popote unapotutazama. Karibu katika taarifa zetu tukiwa kwenye kisiwa cha Pemba, na hapa tupo katika jimbo la Kiwani, jimbo la Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais. Uwepo wetu hapa ni kuja kukuletea sehemu ya ziara ya makamu wa pili wa rais. Ziara hii imeanza jana tarehe mosi. Mheshimiwa makamu amepita sehemu mbalimbali, amekwenda kwenye visiwa kwa lengo hasa la kupitia wananchi wake na kwenda kuyatekeleza yale ambayo aliwaahidi wakati wa kampeni. Aliahidi kuimarisha Qur'ani katika jimbo hili. Kwa kweli kazi kubwa sana ambayo Mheshimiwa makamu ameifanya hapa kuweza kuboresha madrasa, lakini pia ameweza kupitia miradi mbalimbali. Tupate nafasi ya kumsikiliza akizungumzia juu ya dhamira yake hii ya kuimarisha majengo ya madrasa, lakini pia juu ya kuwajenga wanafunzi na walimu, juu ya kuwahifadhisha watoto wa Kiislamu Qur'ani katika jimbo hili. Ndugu zangu wana Mtangani, mtakumbuka wakati mimi na wenzangu tukipita kuomba ridhaa ili mtuchague tuwe viongozi katika jimbo hili la Kiwani, yako mambo mengi tuliahidi. Moja kati ya mambo ambayo tuliahidi, tulisema tutahakikisha tunaboresha ama tunaimarisha suala zima la tahfidhi al-Quran, kwa maana tutaandaa mazingira mazuri ya vijana wetu kujisomea. Sisi kwenye jimbo letu tuna madrasa almost kama 91. Ziko nyingine zinahitaji kujengwa kabisa, tuvunje tujenge. Ziko nyingine zinahitaji marekebisho makubwa, lakini ziko nyingine zinahitaji marekebisho madogo. Kwa hiyo tukasema tuendeleze. Leo kwenye wadi hii nitakabidhi madrasa ambazo zimeshakamilika 5. Tutazikabidhi 5 kwenye wadi hii. Ukiangalia, ukiunganisha na 2 za jana, tutakuwa tumekabidhi 7. Ziko ambazo tulishakabidhi nyuma hapo kidogo, na kazi hii itaendelea, haitasimama. Tunaangalia, unaweza kusema mbona eneo fulani hawajafanya? Tunajaribu kuangalia pale ambapo pako pabaya zaidi, mazingira si mazuri hata kidogo, at least vijana waweze kusoma. Madhumuni hasa ya kuweka mkazo kwenye eneo hili yako mambo mengi, lakini leo mniruhusu niseme mambo mawili makubwa. La kwanza ni imani yangu na ni imani ya wengi kwamba unapoimarisha madrasa hizi, hapa ndio pahala pa kuwaandaa vijana wetu. La kwanza kuijua dini yetu vizuri, lakini la pili kuwa na maandalizi mazuri ya kufanya ibada na kuendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu. Makamu wa pili wa rais hakusita pia kuzungumzia mmonyoko wa maadili ambao umekuwa mtihani mkubwa hasa kwenye kisiwa hiki cha Pemba. Leo ndugu zangu, kwa kweli tunafika pahala maadili ya vijana wetu si mazuri. Tuna janga kubwa limeingia mitaani kwetu, janga la wizi, janga la ulevi. Hawa watu waripotiwe na wachukuliwe hatua. OCD yuko hapa. Hawa watu watafutwe, wasimamiwe na wachukuliwe hatua. Sitaki kusikia kwamba mwizi kaiba hapa, halafu leo anakamatwa, watu hata hawajafika kituoni pale, anapishana na mtu anarudi. Lisimamiwe jambo hili. Usione muhali. OCD nakupa ruksa na mkuu wa wilaya nakupa ruksa, hata kama ni mtoto wa muwakilishi, ndo mimi muwakilishi wa jimbo la Kiwani, mshughulikie. Makamu wa pili wa rais pia hakuacha kuzungumzia juu ya maendeleo ambayo yamepatikana katika jimbo hili la Kiwani na kuwaasa wananchi wa eneo hili kuendelea kudumisha umoja na mshikamano ili waendelee kushuhudia maendeleo makubwa siku za mbeleni. Lakini nakuombeni sana, tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa wamoja. Wana Mtangani, sisi sote ni ndugu, tusigombane, tusihitilafiane kwa mambo haya ya kawaida. Tusimameni kwenye jambo la maendeleo. Sawa jamani? Tusimameni kwenye jambo la maendeleo. We chama chako, endelea tu kubaki na chama chako, wala haina shida. Si dhambi wewe kuwa chama chengine. Sema bwana yule Chadema, yule ACT, yule CUF, si ndivyo? Si dhambi. Tushikamane kwenye suala la maendeleo. Chama bakia nacho wewe nyumbani kwako, ukifika somesha sasa ndani ya nyumba yako. Mtazamaji, ni matumaini yangu umeweza kuiona ziara ya makamu wa pili wa rais katika jimbo lake la Kiwani. Ameshirikiana na mheshimiwa mbunge, lakini pia madiwani
pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi wa jimbo hili. Ni maendeleo makubwa ambayo yamepatikana hapa na miradi mikubwa ambayo inaendelea kufanywa hapa. Nasi Al-Fatah TV Online tukiwa hapa katika jimbo hili la Kiwani, pamoja na kukuletea ziara za Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tunakuandalia makala ambayo itakuonyesha kwa upana zaidi miradi na kile ambacho hasa kimefanywa kwenye jimbo hili la Kiwani. Mimi ni Rashid Salim Mohamed na hii ni Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.